أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله. Habari ya mchana. Na mimi naungana pamoja na waliotangulia waanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutujalia kukutana hapa leo katika jambo letu hili fupi lakini lina umuhimu mkubwa sana katika kuimarisha misingi ya maadili, mshikamano wa kijamii na kusaidia ndugu zetu ambao walikuwa wanafunzi wa chuo cha mafunzo. Tumeambiwa Zanzibar hakuna wafungwa isipokuwa kuna wanafunzi wa chuo cha mafunzo. Zanzibar hakuna magereza isipokuwa kuna chuo cha mafunzo. Kwa hivyo hawa walikuwa wanafunzi wa chuo cha mafunzo ambapo kwa sasa ndio wanajitayarisha kurejea katika jamii kuendelea na maisha ya uraiani. Kamishna, tunakushukuru sana kwanza kwa kutukaribisha kwa ajili ya jambo hili. Tunakushukuru sana kwa sababu yani umekuwa mwalimu sio tu wa wanafunzi hawa, hata kwa jamii. Jambo kama hili ni jambo ambalo tukikuona wewe mwenyewe umelisimamia ndio linatoa hamasa zaidi kwa jamii huko nje. Kwa hiyo tunakushukuru sana kwa hatua hii. Lakini tunaambiwa wanasema kwenye takwimu kwamba taasisi mbalimbali zimefanya utafiti na zimeona kwamba marekebisho duniani yanaonesha kwamba zaidi ya 60%. Sasa Commissioner, statement yako na tunatafsiri katika takwimu, wanasema zaidi ya 60% kwa wale wanafunzi wanaotoka katika vyuo vya mafunzo na wale ambao wanarekebishwa tabia, wakirejea wanakumbana na changamoto mbalimbali za kijamii zenyewe. Nasema vizuri kwamba jamii bado haijawakubali na kwa inawakataa, lakini wanakuwa wanakumbana na changamoto za kiuchumi, lakini baadhi yao wanakumbana na changamoto za kimaadili. Na hii inachukua muda kuanzia wanapotoka mpaka tu katika kipindi cha miaka miwili, basi anakuwa mambo yameshabadilika kutokana na changamoto ambazo zipo nje kwenye jamii. Kwa hiyo hali kama hii imeifanya serikali yetu na wadau wa maendeleo kuwekeza katika programu za maendeleo ambazo zinajumuisha mafunzo ya kiimani, ushauri wa kijamii na msaada wa kijamii ili kupunguza uwezekano wa ndugu zetu hawa kurejea makosa. Ndugu washiriki, mpango huu ambao unasimamiwa na ofisi yetu, ofisi ya Rais Ikulu kupitia idara yetu ya diaspora, lakini vile vile Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana kwa kushirikiana na taasisi zikiwemo hii ya Al Amana Foundation ambayo ni jumuiya ya wanadiaspora wanaoishi Dubai, ni mfano ambao unatekeleza yale malengo ya serikali kuhakikisha kwamba ndugu zetu hawa wanapotoka huko nje basi wanakuwa ni raia wema na wanakuwa wanaendelea na maisha yao bila kurejea yale makosa ambayo yaliwafanya waweko humu ndani. Tunakupongezeni sana Al Amana. Mmeonyesha mfano bora kabisa, mfano ambao unatoa chachu sasa kwa nyinyi wenyewe kuweza kuendelea na jambo hili, lakini kuwapa na wengine mwamko sema kumbe kuna mambo kama haya yanaendelea. Hakika nyinyi mmetafuta eneo ambalo si kila mtu amefikiria kwamba jambo kama hili ambalo nyinyi mmefanya linawezekana. Binafsi tumetoka katika semina, watu sana wanaangalia tunawalea watoto mayatima, tunawalea watu wasiokuwa na uwezo. Tukienda kwa mfano sasa hivi, tukienda kwa mfano katika misiba, mtakuta watu wanaelezea sadaka zetu tupeleke misikitini, sawa kwa waumini, lakini kuna kundi hili tumekuwa tunalisahau, lakini na lenyewe wamefanya makosa. Kila binadamu hatujui hata mwisho wetu utakuwaje, lakini kila binadamu anasimama alafu anaanguka, halafu akipata support ya jamii namna kama hii, bila shaka imani yake inarudi na anakuwa raia mwema. Kundi hili Kamishna, kiukweli limekuwa limesahauliwa. Tumekuwa linasahauliwa hasa na misaada ile ya kijamii, lakini linahitaji msaada mkubwa. Kwa mara nyingine tena Al Amana mmeonyesha njia na tunaamini kwamba wengine watafuata kuhakikisha kwamba kundi kama hili
linasaidiwa, linasimama, linarudi kwa jamii, linapokelewa, linasimama kiuchumi pamoja na kimaadili, na unakuwa raia wema. Nimeambiwa nimekusanya zaka pamoja na sadaka na kutoka kwa waumini na wadau mbalimbali, na fedha ambazo zimetumika kulipia madeni baadhi ya wanafunzi ambao walikuwa wakitumikia kifungo vinavyotokana na madeni, fidia pamoja na faini. Hatua hii imewezesha kuachiwa huru kwa wanafunzi 18 ambao wamekidhi vigezo ili kupata fursa kurejea katika jamii na familia zao. Aidha, vile vile Al-Amana imefanikiwa kutoa msaada wa magodoro 200 kwa chuo cha mafunzo kwa ajili ya kuimarisha ustawi wa wanaotumikia mafunzo. Kwa hiyo hii ni hatua nzuri, lakini ninaamini kamishna, chuo cha mafunzo kinahitaji zaidi ya msaada ambao leo umetolewa, lakini tunawashukuru kwamba Al-Amana wameanza kuonyesha, na tutashirikiana pamoja kuona hata wanajumuiya wengine wanatoa misaada kama hii, ili kuhakikisha kwamba wenzetu ambao wako katika maeneo haya basi wanapata na wao huduma kama hizi. Pamoja na misaada hii, ndugu zetu vile vile kama mlivyosikia wamepatiwa mafunzo ya kiimani ambayo yameandaliwa na viongozi wa dini kwa lengo la kuwaimarisha katika maadili, kujitambua na kujenga mtazamo mpya wa maisha. Tafiti za kitaalamu katika sekta ya marekebisho zinaonyesha kuwa programu ambazo zinajumuisha mafunzo ya maadili ya kiroho hupunguza uwezekano wa watu kurudia makosa kwa wastani wa 30% hadi 40% pale zinapounganishwa na msaada wa kijamii pamoja na ufuatiliaji. Tunashukuru sana Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana kwamba sasa nyinyi kupitia kwa vijana hao mtakuwa mnaangalia namna bora kuwafuatilia ili kuzidi kuwaweka pamoja kwa misaada ambayo mtakuwa nyinyi mnapokea, lakini vile vile msikose katika ile avenue ya kuwajenga kiimani zaidi, kwa sababu kamisheni mnayo hiyo fursa. Kwa hiyo ninaamini kwamba mtakuwa na program maalum, si vijana hawa pengine kila batch inapotoka. Nadhani ni muhimu kamisheni tuwaunganishe hawa ili kuwafuatilia, kwa sababu ninaamini kwamba kamishna asingependa kuwaona na wenyewe wanarudi tena hapa wanarudi tena, lakini nadhani kamishna utafurahi ukiona yule unayemkumbuka ukimkuta njiani unamuona kwamba ni sie kabisa amebadilika na amekuwa msaada mkubwa wa kijamii. Kwa hiyo tunashukuru kwa wito huo, na tunaamini kwamba hata nyinyi wenyewe kwa sababu mnakuwa mnapokea sana misaada, basi tutakuwa tunawakumbuka sana wenzetu ambao ni wanafunzi katika chuo hiki cha mafunzo. Kwa kumalizia sasa, napenda kutoa shukrani za dhati kwa idara yetu ya diaspora. Imekuwa chachu ya kuratibu masuala haya ya diaspora na najua wako wengi. Kwa hiyo tuendelee kuhakikisha kwamba diaspora na wenyewe kama ni sehemu ya jumuiya ya maendeleo Zanzibar. Najua mchango mkubwa ambao diaspora wanatoa katika masuala mbalimbali ya uwekezaji, huduma za jamii, lakini kwenye eneo hili vile vile tunawashukuru na tunapongeza. Msichoke, misaada yenu ambayo mnaitoa na mnahakikishiwa kwamba inafika katika sehemu ile ambayo nyinyi wenyewe mmekusudia. Tunaomba mhamasishe na wengine kusaidia haya pamoja na mengine ambayo yatakuwa katika uwezo wenu. Vile vile tunatoa shukrani zetu kwa Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana. Msikose sadaka na zenyewe kumbe zinakubalika kutolewa katika maeneo kama haya, kwa sababu ni watu ambao wanataka kujirekebisha moyo katika imani. Kwa hivyo hata katika ile aya inayosema kwamba sadaka inatolewa kwa maskini na mafukara na watu ambao walikuwa wako katika kutengeneza mioyo, leo pamoja na jamii hii ambayo tulikuwa tunayo, tunakutegemeeni sana kuona kwamba mna coordinate hili jambo na tunawasimamia. Ni vijana ambao kiukweli ni nguvu kazi, tunawaona wana nguvu. Makosa madogo kwa sababu sheria ndivyo zilivyo, ukifanya makosa basi unahukumiwa kwa utaratibu huu, lakini kuna potential kubwa ya hii nguvu kazi kurudi katika jamii na ikaendeleza ikachangia nguvu kazi yake katika kuleta maendeleo kwa upande wa Zanzibar. Basi kwa kufanikisha hayo yote tumefanikisha, lakini kubwa zaidi tunashukuru chuo cha mafunzo kwa kuturuhusu, pengine inawezekana mkakataa lakini mmeturuhusu na kwamba mnaona kwamba jambo kama hili litaijenga hii jamii bora zaidi. Tunawashukuru sana, na kikweli muunganiko huu
Muunganiko huu unaonyesha wazi kuwa sisi kama sehemu ya jamii tukiungana pamoja kwa imani pamoja na huruma kwa wenye uhitaji, basi inakuza sana msingi wetu wa maendeleo. Kamishna kisha kutoka kwenye uniform zake sasa anakuwa ni sehemu ya jamii. Kwa hiyo ninaamini pamoja na staff wengine kwamba tutashirikiana pamoja kuona haya tunayashajiisha. Kuna jamii zina uwezo na kuna wengine hawajui hata sadaka zao wapi wazipeleke. Inawezekana ameshamaliza huko, lakini kumbe kuna eneo ambalo katika hali ya kawaida huwezi kujitambua, lakini kumbe kuna vijana ambao wanahitaji msaada huu, na tunaamini na wao tumewajenga imani kwamba nasema bado kuna watu ambao wanatuthamini sisi, japo tulikuwa tuna makosa. Hatuna mwanadamu ambaye hakosei, japo tulikuwa tuna makosa hayo madogo, lakini bila shaka naamini nyuso zao zinaahidi kwamba watakuwa raia wema katika jamii. Basi mimi niwashukuru sana again kwa kile ambaye alicoordinate jambo kama hili, na basi tunawatakia kila la kheri wenzetu kurudi katika jamii. Lakini kamishna, tunakushukuru tena pamoja na ndugu waandishi wa habari na taasisi zote zilizohusika. La Amana Foundation, msichoke, ninyi mmeongoza njia na tunaamini na wengine watafuata kwenye jambo hili. Asanteni sana.